Ndugu wa Tanzania, mkusanyiko wetu leo hapa sio kwa ajili ya kuwazawadia walioshinda kwenye uchaguzi. La hasha. Bali ni matakwa ya kikatiba ya kukabidhiwa dhamana ya kuwa mtumishi mkuu wa taifa katika kuleta maendeleo endelevu kwa maana ya uimara wa kiuchumi, kisiasa, kidiplomasia na kijamii. Ili tuweze kuyatimiza hayo, hatuna budi kuhakikisha tunahimizana umoja na upendo kwa nchi yetu. Tunadumisha amani na kuheshimu sheria za nchi. Kinyume cha hayo, maandamano, vurugu, uvunjifu wa amani husababisha maumivu na havileti manufaa wala faida kwa yoyote yule. Ni wasihi wa Tanzania tuchague hekima badala ya ghadhabu, busara badala ya mihemuko, upendo badala ya chuki, uvumilivu badala ya vinyongo, umoja badala ya mgawanyiko, na amani badala ya vurugu. Lakini vile vile ni wajibu wetu kuchagua unyenyekevu badala ya kiburi na huruma badala ya hasira. Taifa letu ni moja na lina nguvu zaidi kuliko mtu yoyote yule. Demokrasia haipimwi kwa nani kashinda uchaguzi, bali kwa jinsi tunavyoendesha mambo yetu baada ya uchaguzi. Tutakuwa na nguvu zaidi pale kila sauti chanya au hasi zitakaposikilizwa, kuheshimiwa na kuthaminiwa, na vile vile tunapoweza kuponya wenye maumivu. Hii si kazi ya upande mmoja wa serikali peke yake, bali ni kwa kila jumuiya za wananchi, vyama vya siasa, dini zetu na kila mwananchi. Na hapa nitumie fursa hii kuwashukuru kwa dhati ya moyo wangu viongozi wa dini waliohimiza amani na upendo katika kipindi chote cha kabla uchaguzi, wakati wa uchaguzi na sasa baada ya uchaguzi, wanavyoendelea kuhimiza amani na upendo. Mheshimiwa Rais, amani haina bei, na Watanzania mumeelewa vizuri msemo huo, kwani kutoka zaidi ya miaka 60 Tanzania iliendelea kuwa mfano wa amani na utulivu, umoja na maendeleo. Kwa hiyo katika muhula unaoanza leo na hata baadaye, tunaitakieni Tanzania kuendelea na mfumo huyo, yaani nchi ya amani, utulivu, ukarimu, maridhiano na maendeleo. Kwa upande wangu kama rais na kwa niaba ya Warundi wote, ninajitolea kuendelea na miradi ya maendeleo tunayoichangia na Tanzania. Ningependa pia kuzungumzia umuhimu wa kuzingatia na kulinda usalama wa mipaka ya nchi zetu, tukitumika bega kwa bega. Vile vile ni sharti tuzingatie umuhimu wa kulinda usalama wa raia wetu dhidi ya tisho lolote linaloweza kusababisha vurugu katika kanda letu. Mola wetu wa haki, twakuomba sana kwa kujinyenyekeza kwako wewe, ilinde amani ya nchi yetu, tupe miminiko la utuvu na kuwa na mapenzi ya nchi yetu, tia katika nyoyo zetu upendo, huruma, uzalendo, uwezo wa kupambanua zuri na baya. Tuondoshe vitoitoi vya roho tulivyo navyo, tia utuvu katika nyoyo zetu. Tunakuomba usijaribu kwa mitihani mizito, wala ya Rabbi usitufitinishe kati yetu. Tuondoshe ghadhabu zako na machukivu yako kwetu sisi waja wako dhalili, wala usitupatilize kwa yale yaliyofanywa na baadhi yetu, wala usitusaliti
wala kuisaliti nchi yetu na taifa letu kwa madhambi tulionayo. Mwenyezi Mungu, dhambi tulizonazo hazipunguzi ufalme wako, wala taa tulionayo haizidishi katika ufalme wako. Wewe Mwenyezi Mungu ndio unayezigeuza hali za watu, basi sikiliza kilio chetu, uzigeuze hali tulizonazo ziwe hali nzuri. Ewe mwenye kuzigeuza nyoyo utakavyo wewe, geuza nyoyo zetu ziwe nyoyo njema zenye utii, woga, huruma na usikivu. Jaalia nchi yetu iwe na baraka katika kila kitu, na wananchi wake wawe na mafanikio makubwa katika mambo yao yote. Ewe Mola wetu, unatuona na unazijua hali zetu, wala hakuna kitu kilichojificha juu yako katika mambo yetu tulionayo. Inatosha maombi yetu yote, utukubalie na utuitikie. Ewe Mola wetu, kubali. Wa sallallahu wa sallam ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.